Na DC kabambe zaidi wanaita My Dearest Queen. Story imekaje? Hebu tupate mwongozo kidogo. Wanasema kuna bwana mkubwa ambaye aliambiwa na babake kabla hajapoteza maisha, mfalme wa mwaka 1506 huko Joseon. Akiwa ni mfalme wa 6 tu, alimwomba sana kaka mkubwa pindi ambapo atakuwa mtu mzima, yule mdogo wake sasa ambaye alikuwa ni Prince Sioko aweze kukabidhiwa kiti cha kifalme. Lakini sasa kaka aliingiwa na tamaa. Hivyo kwa sasa alikuwa anahitaji kumpotezea mbali bwana mdogo ili asije akakisogelea kiti cha kifalme. Bwana, picha inakwenda kwa jina My Dearest Queen, lakini pia ni chini ya sound ya babao. Mimi naitwa Bai. Kiniita Mgojosoni, mambo yanazidi kwa bomba zaidi. Na hizi picha za poli tu nisikufiche. Zina namna. Tuko na picha safi zaidi, wanaita My Dearest Queen. Kaka ambaye kwa sasa anahitaji amfute bwana mdogo katika nadharia ya kumbukumbu ya vitabu vya Joseon. Mfalme ambaye alishika nafasi miaka 10 baadaye tu baada ya mzee wake kupoteza maisha, na kwa sasa hataki bwana mdogo ambaye ni mdogo wake aweze kusogelea kiti cha kifalme. Lakini sasa kwa wakati huo miungu tayari ilikuwa imemkataa mtu huyo, kwani taifa lilikuwa ni kama limeingia kwenye laana kubwa sana. Upatikanaji wa mvua, maji na vitu vingine, tayari taifa lilikuwa limeingia kwenye ukame. Ina maana nyota ya yin na yang ilikuwa haijafanya ukamilisho zaidi wa kutengeneza taifa lenye usawa zaidi. Hivyo kwa sasa nini ambacho atafanya bwana mdogo? Kwa sababu kwa sasa kakake anataka kumfutilia mbali katika bloodline ya kifalme. Sasa usisite tu, ongozana na Faru DJ upate tamthilia iliyotukuka zaidi. Katika episode ya kwanza tu, hebu tuanze namna hii. Aha, wow. Ndio wale kwa mbezi picha, usihangaike. Wewe tulia na Mgojosoni tu nikuchambulie majalamba bomba zaidi. My Dearest Queen. Katika episode ya kwanza tu tuko nyumbani. Kwa hiyo burudani iko katika usawa zaidi. Mwaka 1506 wanasema kuna malkia ambaye hakuweza kutimiza hata siku 10 katika palace, alikuta amehukumiwa adhabu ya kifo. Na sababu ilikuwa ni nini? Inaonekana aliweza kuiangamiza familia yake mwenyewe. Hivyo makansela waliweza kumruhusu mfalme atie muhuri katika barua ambayo kwa sasa ilikuwa inahitaji maisha ya malkia ambaye alifahamika kwa jina Chaeyoung yaweze kwenda na maji kwa kile ambacho aliweza kukifanya. Hata hivyo malkia alikuwa ni mtu mwenye ghadhabu sana. Anasema ingekuwa ni uwezo wangu ningekuwa nimeisha kuwa, lakini kwa sasa najiona ni mtu ambaye nimepoteza. Basi adhabu ilikuwa ni moja tu, ya kuweza kunyongwa. Kwa hiyo malkia Chaeyoung, mfalme alikuwa na nguvu kwa sababu wakati huo baraza alikuwa lina nguvu kubwa sana. Hivyo mama aliweza kupoteza maisha. Anasema lakini hata kama ndakuja kuzaliwa tena nisije kukutana nawe. Basi baadaye miaka 7 zaidi tuko na mfalme mpya zaidi. Huyu hapa anaitwa Jeon Sanju, akiwa ni mfalme 10 tu katika historia ya taifa la Joseon. Mfalme kwa sasa alionyesha tu yuko tayari kusikiliza kile ambacho anasema mdogo wake. Anambia basi endelea na kile unachokifanya, ila ni kama mnacheza tu. Mdogo anasema mbona hatuchezi, tunafanya ibada. Basi ni moja kwa moja maalum. Hii sehemu inaitwa Samdori, sehemu ambayo anaweza kuketi mfalme. Basi mambo alifika na sasa anahitaji apatiwe majibu kutoka kwa viongozi wote nini ambacho kinaendelea. Anasema katika baraza la leo tutaanza na waziri wa kilimo, atupe mwongozo wa kile ambacho kinaendelea. Basi mnyama anapitia ripoti zote, anatupa pembeni tu. Lakini sasa wakati huo kila kitu kikiwa kinazidi kuendelea, mawaziri ameweka katika jua, yaani unapigwa jua kinyama, afu yamechili sehemu ambayo iko bomba tu. Arasomea lada wewe mnyama huyo. Ni kizaazaa zaidi hizi picha za Gojosoni. Tuachane tu jamani, maana historia inahitajika. Anasema kwa hiki ambacho kinaendelea, kukosa mazao na ukame katika taifa, alafu mnakuja mnaniletea ripoti ambazo haziendani na kile ambacho nakiona. Ina maana mnataka kumaanisha kwamba haya majanga ambayo yametokea ni hasira kutoka mbinguni kwa kile ambacho kinaendelea kwa mfalme au katika taifa. Anasema kwa wakati ambao unakuja sitaweza kuvumilia hii hali. Kila mtu apambane ajue namna gani anaweza kututoa katika hili janga. Alikuwa ni the king mwenyewe. Sasa baadaye aliweza kumuita waziri ambaye anahusiana na masuala ya tamaduni. Anasema kila kitu kinatokea kwa sababu tunakosa
yang energy. Unajua kuna kitu kinaitwa yin na yang. Sasa ambapo inakuwa inakosekana yang, ina maana yin haiwezi kufanya kazi. Kwa ufupi tu ni kwamba ni wakati sahihi wa Grand Prince kuweza kuoa, na hiyo itakuwa baraka katika taifa. Sasa kaka mkubwa alivyosikia kwamba dogo lake anatakiwa aoe, akaona mbona kuna mambo yanaweza yakaa tofauti. Anasema basi wewe mkuu wangu, kwa sababu ni wazo zuri sana, na hiyo ni proposal nzuri. Kwa hiyo kwa nafasi hiyo naomba upande wangu. Anyway, tunatoka kwa tunakuja upande wa pili. Huyu ndo future princess wa taifa la Joseon, anaitwa Lady Chae-kyung. Huyu binti alikuwa ni mtaalamu sana masuala ya mifugo. Leo alisaidia mfugo ambaye alikuwa ni farasi mpaka akaweza kujisaidia, kwa sababu kwa ni muda mrefu kidogo mnyama huyo alikuwa na shida. Hata hivyo aliweza kumuelezea mzee huyo kwamba ile mbolea ambayo imepatikana inaweza ikatunzwa na kusaidia katika masuala mazima ya kilimo. Binti alikuwa yuko bright sana. Hata hivyo wanakijiji wote walikuwa wanampenda. Sasa akiwa anatoka kuna kitu ambacho alikuwa amesahau, hivyo anahitaji kurejea kule alikotoka. Anasema kwa hiyo binti mnampendelea sana. Anasema wewe ana thamani bwana. Anasema thamani gani ambayo mnaizungumzia? Kwa nini ameweza kuachwa na wazazi wake? Wazazi wake wako Anyang, alafu yeye ameachwa huku. Huyu atakuwa ni mbaya na mvuto, ndio maana amekuja kwa utelekezwa katika ile eneo. Binti baada ya kusikia ile maneno ajisikia vibaya sana. Basi kuna barua ilikuwa imetoka kwa babake. Binti alipopitia barua akakuta ujumbe unadai kwamba asijaribu kugusa hata mara moja katika eneo la Anyang. Sasa hii ilimshtua sana binti. Anasema kwa nini mimi nimezaliwa na naishi maisha ya namna hii bwana, na mimi nahitaji kufika Anyang. Basi mama alimwambia kisirisiri mtu huyo. Anasema kuna ujumbe mmoja muhimu sana, hakikisha unatunza. Sasa upande wa pili kwa Queen Doge ambaye ni mamake na Charlie, anambia kwa sasa ondokewa ujiandae. Yeye kumesha kuwa mtu mzima, unatakiwa uweze kuoa, na hiyo ndo mila na desturi ambazo zipo katika taifa hili. Anasema mimi sitaki kuingilia nafasi ya blaza bwana. Blaza si anaweza kaliongoza taifa, kwa nini mnalazimisha kitu kama hiki? Hilo lilikuwa ni ombi la mama tu, lakini kwa sasa bwana mdogo kuna namna halisi ataweza akamkosea kakake. Hasa mzee mzima nakumbuka kumbukumbu ya zamani kidogo. Kuna siku ambayo baba alimpendeleaga sana bwana mdogo na kumuita intelligence, yani ana akili sana. Anasema kwa hiyo kwa sasa kamekuwa kwa hiyo ni tayari kwa ajili ya kuweza kuoa. Basi ngoja tuone. Akakanyaga ile mambo ambayo Charlie aliweka kwa ajili ya maombi. Hasa upande wa pili binti amechoka kukaa kijijini na anataka aingie kwa Anyang. Kumbuka binti alikatazwa asije akaenda Anyang. Alichofanya aliiba kiasi cha fedha, na kuna ujumbe ambao aliuiba hakujua ni ujumbe wa siri kiasi gani. Yeye alichofanya ni kuiba. Sasa upande wa pili wanatafuta ujumbe, kumbe binti ameweza kuondoka nao. Moja kwa moja tunaingia Anyang, jiji lililochangamka kinyama. Kama dai yokali yako sasa kwa miaka hiyo. Anasema wenzetu bwana tulikubaliana. Sasa hapa ni Prince akiwa na machali wake. Kuna issue ambayo aliahidiana, dogo anavunga vunga. Lakini basi alipoonesha kitabu chenye mambo fulani vya ukuaji, si unajua tena watoto, kakawa ni kamzozo. Kaanza kugombania hicho kitabu na picha ambazo amechora wanazijua wewe. Lakini ghafla tu mara aliweza kugongana na bibie kwenye purukushani za kufuata kile kitabu. Mara ya kwanza tu Prince anagongana na binti ambaye kwa sasa hata hatambui utambulisho wake. Binti kuchungulia kitabu anaona marangi. Akaambia niombe msamaha ili nikupatie kitabu. Asema nini ambacho unasema? Jamaa akanyefua akachukua kitabu. Binti akabaki amemind kweli kwa hiki ambacho Charlie ameweza kumfanyia. Moja kwa moja tunaingia Songyoko, sehemu maalum kwa ajili ya ibada. Na huku ni sehemu ambayo mnyama alikuwa anateta na waziri wa masuala ya vimbora. Anasema kwa nini umemtoa chief royal secretary aweze kuwa mtu ambaye anaweza akaolewa na kijana wako? Sisi hatujapenda hiyo, kwa sababu katika ambition yetu hii itakuja ikuletee shida. Kumbuka kuna kitu ambacho alikiacha mfalme. Lazima uwe makini na usije ukasahau kitu ambacho alikiachaga mfalme. Anambia na kopi moja tu ya nakala ambayo aliacha mfalme. Nakala inasemaje? Anasema mfalme kabla hajafa aliacha kopi moja asili sana, na hii ilikuwa ni secret order. Unajua mtu atakifa kuna order akiacha lazima iweze kufuata kwa miaka hiyo zaidi. Ile siku mzee mzima alimuita mzee bwana mdogo. Akamwambia mtoto akiwa mkubwa ambaye ni mdogo wake, akisha anakuwa mfalme
wa taifa la Joseon. Kwa hiyo kutokana na hiyo hali, hii ilimuumiza sana mzee mzima. Kwa nini baba anampointi mdogo wake ndo aje aliongoze taifa, na mnyama kwa sasa anaingiwa na ghadhabu zaidi. Haiwezekani Charlie aongoze taifa ili hali mimi nipo. Anasema yuko wapi huyo Prince Jini? Charlie yuko katika eneo la soko huko anambamba. Sasa binti baada ya kufika huko, kuna kikichwa alikaona na alikuwa amekapenda sana. Basi mara ghafla tu yule Prince Siogo anasema hii naichukua na mimi nimeipenda. Kakawa nikamzoza sasa. Anasema nyangi moja muuzaji, lakini anavyoona wanazidi kugombana, anambia itakuwa nyangi mbili. Basi nyangi tatu. Kakawa nikamzozo. Lakini pia kuna vibaka wazee wa ndole wako hapa around. Kuna Charlie akafika kamsachi binti vizuri tu, akabeba mazaga, alafu akajikata namna huo. Wakati binti anazidi kubishana, uniangalia mimi. Dogo akavunga kwamba kamguka na msumbua. Hivyo machali wake wakaamua mbebe. Basi ni watu ambao na furaha sana. Wakiwa wanatoka katika eneo la soko, mara ghafla mnyama bodyguard ambaye anamlinda the king. Hasa Charlie ndo anashangaa, kaka amefuata nini tena hapa? Anasema inaonekana ni mfalme wa ile eneo na tayari una watu ambao wako karibu sana nawe. Anasema kweli mimi najifunza mashwati, lakini mimi najifunza masuala ya usomi. Sisi ni watu ambao tuko pamoja sana na rafiki yetu. Sasa mzee mzima aliuliza swali moja tu la mtego zaidi. Anasema hasa hivi ikitokea kuna hali ya kifo kati ya mimi na huyo ambaye mko naye, nani mtaweza kumsaidia? Ya nani mtaweza kumsaidia kwa haraka kama tukao wote tunachomwa au tupo katika eneo la moto? Hawa madogo alipatwa na wasiwasi kidogo. Udogo mmoja ana akili sana, akajibu swali hili. Akasema tutakusaidia wewe mfalme kwanza, lakini rafiki yetu atakuwa ni mtu wa pili kuweza kusaidiwa kwa muda huo. Anasema mwezi mkawasaidia watu wawili, ina maana nyie kuna kitu ambacho mnakivunja kama sheria. Anasema ina maana unataka uniambie juu ya mawazo yangu siko sawa Anasema adhabu gani inaweza ikawakuta? Anasema ni treason, kwa sababu anayetakiwa kusaidiwa ni mfalme na sio prince. Anasema kama unahitaji kuwasaidia marafiki zako, basi pambana na mimi, yani beat me. Chukua huyo farasi, afu hakisha unafika kabla yangu katika eneo la Royal Paris. Hiyo itanisaidia niweze kuwasamehe rafiki yako. Kwa hiyo pasipo kufanya hivyo, mimi nitaondoka na kichwa chako. Uliza blaza amekwaje? Watu kwa tunaishi vyema tu. Sasa ni mashindano kati ya dogo na blaza. Anaambia atakaye kufika Paris ndio utakuwa msaada wake kuweza kuwasaidia machali wake. Mnyama huyo hapa wangu zaidi. Hii hapa inaitwa My Dear Lady Queen. Kwa usipate shida tu. Mwamba anakumbuka ile kumbukumbu ya kwamba mdogo wako atakavyokuwa mpatie ufalme, kwa sababu ya nyota yako sio kifalme zaidi. Inampa ghadhabu zaidi. Sasa ameshampa mtihani Charlie. Charlie anakimbia kwa kufika Palace, lakini pia blaza naye anahitaji kufika Palace mapema. Yaani kwamba kila mtu anatakiwa afike Palace mapema, na hiyo ndio itakuwa kama njia kwa bwana mdogo kuweza kuwasaidia marafiki zake. Sasa pande wa pili kale kabinti kanamtafuta kinyama Charlie. Sikakamona, akaona yuko na farasi, piga mbinja. Farasi akapoteza maboya, akamtupa Charlie. Dogo anaenda anambia nini ambacho unafanya? Anambia kaa pembeni, akapushika binti pembeni. Lakini sasa anakuja blaza. Blaza anaga roho ya huruma, atakasomba aka. Dogo akaona msaidie. Makosha. Basi hapo anakuwa ameshapoteza muda. Anambia niachie niende. Kabinti kanamletea shida. Dogo sasa anamfuata blaza, lakini sasa ni kwamba ameshachelewa. Blaza ameshaingia Paris na dogo amechelewa. Hivyo marafiki zake wataweza kupoteza maisha pamoja na yeye, kwa sababu ilikuwa ni ahadi juu ya mashindano ambayo aliweza kubaliana na kakake. Anasema umepoteza. Anasema kwani nimekosea au na makosa? Kama nilivyokuahidi, utaweza kuichukua kichwa chako na lazima uweze kupoteza maisha. Dogo amwambia blaza kitu kimoja tu.
Anasema mimi sijali juu ya kifo, lakini niambie sababu ambayo inakufanya wewe uweze kuniua. Yaani siwezi kufa kwa sababu sijui kosa langu ni lipi. Anasema unanyemelea kiti changu, unanyemelea kitengo changu, unataka kuwa mfalme, yani unahitaji my position. Dogo anasema sio hivyo ambavyo unawaza. Anasema confidence unaitoa wapi? Sasa wamefika viongozi mbalimbali wanajaribu kumzuia mfalme asije akaondoka na kichwa chali. Lakini kabla hajamkata anakumbuka, yani vyote ni amemfunzaga. Alikuwa anampenda sana mdogo wake. Sasa hii shida ya tamaa ya madaraka imetoka wapi kwa mzee mzima? Mwamba kiukweli alishindwa kumwadhibu. Anasema ule uimara ambao unauona kwangu unatoka kwako kaka. Maneno haya. Anaambia mfalme, nini ambacho nataka umfanyie mtoto wangu? Basi mama akagundua kwa sasa mambo yatakuwa magumu sana kwa sababu hali alionayo kaka mkubwa ni mbaya zaidi. Mama alikuja kupata maji kidogo kwa sababu alikuwa anajisikia vibaya zaidi. Lakini sasa majilale usiku kabinti kamefika katika lile eneo. Haka ndo kanaitwa Lady Chaeyoung. Wanasema ni future queen wa Joseon. Anakumbuka sana. Ajiza kama udogo ni mwizi. Mbona tena ananisaidia? Yaani nusu gangster, nusu mwema. Basi upande wa pili mama alikuwa anamtibu mtoto wake. Anasema nafikiria kwa sasa kakako ameamua kuionyesha sura yake halisi. Anasema mimi sihitaji kwa hiyo njia ambayo naitaka. Nahitaji niendelee kuwa na usawa na kakangu. Anasema ndoa ndo kitu cha kipekee ambacho kitakupatia nguvu. Kwa hiyo tofauti na hapo mambo yatakuwa magumu zaidi. Na usije ukamwamini mtu yeyote. Sasa kaka mkubwa ndo alikuwa anakuja. Anayasikia yale maneno mama akimmezesha mtoto ya kwamba asimwamini mtu yeyote. Anasema lakini pia pitia historia za vitabu vya Joseon. Kaka wakubwa wanakuwaga na mate sana. Hauna option nyingine zaidi ya kuweza kuoa. Mnyama aliyasikia yote na sasa anaingia. Mama anasema mfalme, anasema nimesikia vyema ambavyo unazungumza juu ya Royal Chief Secretary basi afunge ndoa tuone kama hiyo nguvu ambayo unaizungumzia ataweza kuipata ya kuweza kuliongoza taifa. Na mimi nasubiri tu pale nione sasa kupitia ndoa hiyo nguvu ambayo unasema ataweza kuipata. Lakini pia brother alimwambia Charlie tu, kama unaniamini fanya kitu ambacho kinakuwa sawa zaidi. Dogo alisema mimi nakuamini brother. Haijalishi unanichukuliaje ila mimi nakuamini sana. Sasa mama aligundua ni wakati wa hatari sana kwa sababu kaka amechange. Anasema leo ilianzia kwenye farasi na mpaka sasa. Kwa nini amekuwa mtu wa aina hii wakati mimi sifikiri hicho ambacho ananiambia? Anasema nyinyi wawili mna muunganiko wa bloodline kutoka upande wa baba tu, lakini kila mtu ana mamake. Hivyo huyo anatamaa kuweza kuliongoza taifa. Sasa nawe tafuta njia yako ambayo itaweza kukusaidia. Basi mfalme amekuja na ghadhabu kweli. Basi kakimada leo kana ndo nafasi ya kumtuliza mwamba. Anaambia mimi niko upande wako. Mnyama kwa sasa anahitaji kutoka. Lakini sasa kipindi anatoka alikuwa na ule farasi. Binti alivyoona farasi akajua ndo ule Charlie na sasa anahitaji kumzuia. Pasipo kujua anayetoka ni the king. Hatujui anaenda wapi, anaenda kufanya nini Hiyo hapo ni katika episode safi ya kwanza. Sasa tukutane katika episode ya pili kupata majibu ya mambo mengi sana ambayo yamejificha katika burudani kabambe zaidi. Ulikuwa na sound ya Mgojosoni, ukiniita Faudije, mambo yanazidi kuwa sawa na mambo yanazidi kuwa safi zaidi. Sasa usiguse kidude, twende katika episode ya pili kwenda kujua nini. Okay, yes. Alright. Wow. Hapa tena kutoka GC Production pale chumba la burudani. Sasa tuzidi kuteta na burudani kabambe zaidi. Tala bintibu tu Mgojosoni niko hapa. Kwa hiyo tulia tu upate ile kitu ambayo inapendaga chali yangu. Okay, yes. Alijifichi lo, swala liko wazi zaidi. Hizi picha za polisi.